Wapenzi watazamaji, Rais Ruto kushinda tena 2027 itakuwa ngumu, kulingana na jinsi ambavyo kote nchini wananchi wanazidi kumkataa. Itakuwa ngumu kwa Rais Ruto kushinda uchaguzi. Angalia hii video. Wabunge wa chama cha UDA kutoka Rift Valley, Nandi County, Nandi Hills constituency, ngome ya Rais William Ruto, waliweza kuimbiwa one term, wakakataliwa. Hii inakuja miezi michache tu baada ya seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei naye kuimbiwa kwenye hafla ambayo alikuwa anaongoza na wananchi kwamba Bwana Ruto ni one term. Samson Cherargei akijaribu kuwaeleza kwamba Bwana Ruto ni two term, wananchi wanamwambia one term. Na hawa wananchi sio kutoka Mlima Kenya, na hawa wananchi sio kutoka Kisii, na hawa wananchi kutoka Nandi, sio kutoka Nyanza, sio kutoka Mombasa, wala sio kutoka Nairobi, ni Nandi. One term. One term. Two term. One term. One term. One term. Kipindi ambapo unapata kwamba kwenye nyumba baba anakataliwa na watoto, basi jua kwamba huyo baba watoto wamekwisha poteza imani kwake. Katika taifa letu la Kenya, kipindi ambapo rais anakataliwa namna hii, anaimbiwa one term, lazima ujue kwamba, ama inabidi ujue kwamba wananchi wamechoka na Rais Ruto. Penye imefika hata wabunge wameogopa kwenda mashinani kuambia wananchi two term. Penye imefika wananchi yani wabunge wameogopa. Mfano, wacha tuniweza kukueleza hichi. Mliona kwenye kanda ambao niliunda ya kwanza hii leo, jinsi ambavyo mbunge wa Thika Town constituency Alice Ng'ang'a alivyokimbizwa kutoka eneo la Thika, Kiambu, aliposema kwamba William Kabogo, yani aliposema kwamba Kimani Wamatangi ni one term, aliposema kwamba anataka kumtoa Kimani Wamatangi kwenye kiti eti kwamba yeye akalie, eti kwamba Kimani Wamatangi amekataa kumsupport William Ruto, kwa hivyo anapaswa kuondolewa madarakani. Wananchi wakamuuliza eti kwa sababu Kimani Wamatangi amekataa
kumsupport William Ruto. That is the reason as to why unasema kwamba aende nyumbani. Kipindi ambapo Kimani Wamatangi amefanya kazi, alifukuzwa kwa kuimbiwa one term. Aliambiwa kwamba wewe na William Ruto 2027 mnaenda nyumbani. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, wapenzi watazamaji, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, kiendelee kukupea taarifa kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali ninakuomba uweze kulike video, tuweze kujenga ukumbi huu wetu, tusonge mbele. Wapenzi watazamaji, kipindi ambapo rais anakataliwa kutoka eneo la Mlima Kenya, anakataliwa kutoka Nandi, yaani ngome yake Nandi, nyumbani kwake. Unajua William Ruto anatoka Nandi County, Nandi Kamagut. Kipindi ambapo William Ruto anakataliwa namna hii mpaka nyumbani kwake Eldoret, sijui ni Eldoret, Nandi County, Nandi Hills, wanamuimbia one term. Unafikiri ni akina nani watamchagua William Ruto 2027? Ninaomba niweze kukueleza sababu ambazo zimefanya hata wabunge wanaimbiwa one term kutoka eneo la Rift Valley, hata kumuimbia rais one term. Sio sisi peke yetu ndio tumeteseka, hii serikali haijaweza kutuundia barabara. Ukienda eneo la Nandi hakuna barabara ya kupita. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba kipindi ambapo rais amechaguliwa huwa anaanza kutengeneza kwake. Mfano, kipindi ambapo rais aliweza kupigiwa kura ama aliweza kutangazwa kwamba yeye ndio mshindi wa kiti cha urais, mimi nilikuwa nafikiri kwamba nyumbani kwake kaunti ya Nandi, wachana hata Uasin Gishu, wachana hata Nakuru au Kericho, wachana na hata Bomet, nilikuwa nafikiri kwamba nyumbani kwake tu nilikuwa nafikiri kwamba nyumbani kwake tu Nandi angebadilisha barabara kwa miaka miwili peke yake. Lakini sasa hivi ukiona tractors ambazo zinasomba kuni, firewood, tractors ambazo zinasomba mazao kutoka kwa shamba, mbao kutoka kwa msitu, barabara ni mbovu zaidi, zimechimbika. Hata mara peke yake viongozi hawajaweka. Sasa wananchi wamechoka namna ambayo viongozi wamezembea kufanya kazi, licha kwamba wanawaambia kwamba serikali ni yao. Viongozi wamegeukia kumsifu William Ruto kwamba yeye ni two term, kipindi ambapo viongozi hawajaweza hata kufanya kazi kwa ground, including William Ruto, including the president himself. Barabara mbovu. Unajua hii constituency ambayo wananchi walikuwa wanaimba one term ni constituency ambayo ilikuwa inaongozwa zamani na mbunge ambaye alikuwa anaitwa Alfred Keter. Alfred Keter alikuwa mchapakazi sana, lakini sasa wakaweza kumbwaga, wakamweka nje. Hata tiketi aliweza kushinda. Imagine, alishinda tiketi ya chama cha UDA kwenye uchaguzi uliopita, lakini hakupewa. Wakapea mtu tofauti ambaye ameweza kupigiwa kelele sasa hivi. Alfred Keter akaenda mpaka independent, lakini hakushinda kwa sababu William Ruto aliweza kuambia kwamba kutoka juu mpaka chini piga UDA. Hasa hao viongozi hawajaweza kufanya kazi. Wengine wameenda tu wamerelax Nairobi, wanajua kwamba William Ruto atakuja kwa ground aseme kwamba pigia huyu kura kwa sababu ni wa UDA, na hawajaweza kufanya kazi kwa ground. Sasa imagine kote nchini watu wanaimbiwa one term. Unafikiri kwamba watu kama watarudi madarakani? Tukianzia rais kurudi madarakani
itakuwa labda ameweza kuiba uchaguzi, na kuiba huo uchaguzi haitakuwa kibarua rahisi. Hawa ambao wanaenda kumenyana nao 2027 si watoto, ni wasomi, ni watu ambao wanajua kila mbinu za kulinda kura zao. Wacha nikuambie, kama wewe ni Mkenya, hebu jiulize, kama hauna ID, wewe unajali taifa lako la Kenya? Mbona hauna ID? Kama hauna kitambulisho, hakikisha kwamba umejisajili, umepata kitambulisho, ili 2027 tuchague viongozi ambao watatufanyia kazi. Hawa viongozi wameamua kufanya PR peke yake. Oh, sijui nini. Asa wanatuundia stadium, tutakula stadium. Utaundaje stadium kipindi ambapo vijana wana kazi? Wananchi wamekasirika. Namba 2, hata watu wa Rift Valley hawana kazi, na wao wanataka kazi. Sasa utawaambiaje tutam kipindi ambapo hujaweza kuwapea kazi? Haiwezekani na haitawezekana. Wananchi penye wapo wamechanuka. Utaidije wa Kenya kwamba utawapea kazi alafu nakosa kuwapea kazi? Huu ni mwaka wa 4 na mwaka kesho ni kura. Utakuja kuambia nini? Uliwaeleza wa Kenya kwamba hii serikali yako ni ya hasla, ya kuinua Mkenya kutoka chini kumweka juu. Badala ya kumuinua kwenda juu, unazidi kumkanyagilia kwenda chini. Ule ushuru ambao unamtoza unagawa kwenda hapa, viongozi wanachapia kampeni. What kind of stupidity is that? Kama Nandi wameingia upande wa one term, Ruto atatoa wapi kura? Unajua, nimekuwa nikiambia wananchi hapa kwamba bwana Ruto kupata hata kura 1500 peke yake itakuwa ngumu. Wananchi wengine wananiona eti kwamba nimerukwa akili. Atatoa wapi hizo pesa? Atatoa wapi hizo kura za kushinda? Ngumu. Nikimalizia, bwana Ruto ni one term. Uamini usiamini, chukua kitambulisho, tufanye mabadiliko 2027.